Kesi zisizopungua 20 za haki maarufu zimerekodiwa tangu mwanzoni mwa Februari wilayani Mugunga, sehemu ya magharibi mji wa Goma, na pia mnamo kata zingine za manispa ya Karisimbi na Goma. Kulingana na ushuhuda, kesi ya mwisho ilianza Jumatatu hii asubuhi ambapo mtuhumiwa jambazi alichomwa kwa moto. Jambo hili la kuwaua wanaodhaniwa jambazi limeleta wasiwasi zaidi katika mji wa Goma chini ya utawala wa waasi wa M23. Vinazidisha tena kwa kuwa watu wanasema M23 haina jela. Alafu wao wanafurahi, wanasema kama inaomba kujifanyizia jinsi wanapenda, wakikutana mwizi au sijui mtu gani alifanya uhalifu fulani, wakimbana tu wanamupiga, wanamuua, wanamchoma. Wakazi wanasema kwamba kinachosababisha vitendo hivyo ni waongozi wapya ambao walisema hawana gereza la kuwaweka wahalifu. Wale ambao tulihoji wanashuhudia kwamba majambazi wengi wanahukumiwa na baadaye wanaachiliwa huru, ndio sababu wamechomwa kwa moto. Sûrement la vie de l'homme est sacrée, mais à un moment donné kwetu tunaona kama ni parmi ma solution, parce que une fois bamwizi banakamatika avec situation yenye iko, anaenda mnamwacha, même si mupige, kesho yake mtamukuta, il est toujours là mwale maforfaiture zake. Et donc je pense que avec makaya ma justice populaire huku ile moya akikamatika hawezi toka. Hii yajiri wakati hali ya usalama inaendelea kuzorota. Wachambuzi na waangalizi wanasema kukerwa na hali ya ukosefu wa usalama hapa jijini Goma, mashariki mwa DRC, mkoani Kivu Kaskazini, ambayo hufanya msimamo wote dhaifu, haswa kwani idadi ya watu wanaonekana wamepoteza maisha. Kwa ajili ya hiyo, viongozi wa chama cha AFC M23 wanakataza raia kujilipisia kisasi. Julie Katembo Ndalieni ni meya wa jiji la Goma chini ya uongozi wa AFC M23. Ni kusema mwenye tena tutakamata akiingia mwa ile mpango ya kuua watu, ya kufanya nini, ataadhibiwa vikali na sheria. Ni kusema kama mwizi anakamatiwa, mtu mwenye kuna makosa bamulete kwa serikali aadhibiwe na serikali, sababu tutakia huwa na wainosa na mtu utakutana biko napiga mtu unakia kutana na mtoto wako. Ikiwa haki maarufu ni matokeo ya moja kwa moja ya ukosefu wa usalama, itaomba viongozi wa AFC M23 warejeshe vyombo vya sheria ajili ya kuwahukumu wahalifu, ndipo amani tabaki stawi.